kimataifa na James Mwashinga ambaye kwa mwiba ukotea mbali kwenye mechi dhidi ya Simba. Yes, lakini waliperform vizuri, lakini well good kwa kocha wa Young Africans Pedro. Alisoma klabu ya Pamba, alimsoma kocha kwa maana ya kocha mkuu wa timu ya Pamba kwa maana ya Francis Baraza. Nilielezea juzi hapo Linhoji nikamwambia bwana ni mmoja kati ya makocha bora sana ambao kwanza wana uzoefu na ligi yetu ya Tanzania. Kafanya kazi biashara, kafanya kazi Dodoma, kafanya kazi Kagera Sugar na sasa yuko anafanya vizuri na kikosi cha Pamba Jiji. So hapo ilikuwa nzuri ya mwalimu na iliweza kumlipa. Nimeona mjadala kwamba watu mabeki ni kama alikuwa kabia hakuwa na ile aggressiveness na agility. Hapana jamani. Ile siku kocha alikuwa na approach nzuri, lakini pia nafasi ambazo walizipata Yanga walizitumia vizuri. Ndio kitu pekee ambacho kinatofautisha Yanga na Simba. Simba wana create nafasi kwenye michezo mingi, ni michezo michache sana ambayo hawa create nafasi za kutosha. Lakini Yanga asilimia kubwa wana create nafasi, lakini kuna namna wanatumia nafasi kuliko upande wa Simba. Sababu ukiangalia namba zinazungumza, mabao mengi sana Yanga amefunga kuliko Simba, lakini pia wameweza kuconcede magoli machache kuliko Simba. Umeelewa? Simba ni ya tatu kwa timu ambazo zimeconcede magoli mengi, Simba ni ya tatu. Ukitoa Yanga, Azam inakuja Simba. So unaweza kuona zile takwimu zinavyokuwa zinashabihiana. So kwa upande wangu mimi naamini Mwalimu Pedro alikuwa bora kwenye mbinu, lakini pia wachezaji wake ambao tunaita ndo wanaoenda kutekeleza mpango kazi wa mwalimu walikuwa na siku nzuri kwenye mchezo ule, na ndio maana nafasi ambazo walizipata waliweza kuzitumia kwa asilimia kubwa. Ni kama Yanga kwenye eneo lao ile la safu ya ushambuliaji, kuanzia viungo washambuliaji kwenye eneo la mbele la ambalo la mwisho wa mshambuliaji, ni kama wachezaji wake wanakuwa kwenye uwanja wa mazoezi wanafanyia zaidi namna gani ya kuweza kutumia mipira ambayo wanaipata, tofauti na Simba ambavyo wamekuwa wakizungukwa na wachezaji wengi ambao tunaweza tukasema wana kasi nzuri lakini pia skills nzuri, lakini kwenye issue ya finishing imekuwa ni changamoto. Yeah, that's a striking difference naweza kusema, kwa maana hapa katikati Yanga hakuwa vizuri. Unajua Yanga amepitia kipindi cha mpito kidogo. Mechi 3 mfululizo hajascore goli hata moja. Ukiacha mechi ya Pamba na mechi na wacheza nane hapa Tanzania Prisons. Yes. Before international break Yanga ali struggle. Kuna mechi alipata on target moja ya Azam na kuna mechi ya Tabora na TRA ya kupata on target hata moja. Lakini mechi na kuna mechi alipata sare pia na Mtibwa ya 1-1. Alipata on target moja na ndo bao, lakini baada hapa kuweza kupata nafasi ya kuweza kutengeneza bao. So